Huyu mwalimu aliyekuja hajasajili mchezaji hata mmoja. Kwa hiyo inabidi apewe muda ili aweze, kwa sababu mwalimu professional ni lazima anamsoma mchezaji kuanzia saikolojia mpaka performance ya mazoezini. Then ndo aweze kupata rhythm ambayo au chemistry, aweze kuitengeneza chemistry ambayo atakuja kuifanyia kazi. Na kumsoma mchezaji saikolojia haichukui saa wala siku moja. Na wachezaji wachezaji takriban 28 mpaka 30. Ni muda gani utakuchukua kusoma saikolojia ya wachezaji peke yake mpaka uje uitengeneze timu ambayo itakuwa ni ya kiushindani. Kwa hiyo unaona kabisa mwalimu mwenyewe ana wakati mgumu. Tangu amekuja hajamshuhudia Clement Mzize kwenye viwanja vya mazoezi wala kwenye kiwanja cha kazi. Amekuja amesimamia mechi mbili, wachezaji wameitwa national team, wanaenda wanaenda kucheza na michuano ya kimataifa. Unategemea huyo mwalimu anapata wakati wa kukaa na mchezaji kuanza kuorganize naye? Ina maana ni lazima mwalimu awe na IQ ya hali ya juu au awe na uwezo wa juu sana kuweza kuwatumia wale wachezaji na mpaka waweze kupata matokeo. Lakini mashabiki ndio sababu kubwa, hamna ile kusubiri kumpa muda mwalimu. Amuoni kama mnamtengenezea mazingira ya hatari kusema kwamba apate muda tena? Sio kwamba mashabiki hatuna muda wa kumsubiri, ila mpira wa Tanzania ndo hauwezi ukamsubiri mwalimu. Ndio maana sisi Tanzania hatuwezi tukaleta mwalimu wa project ndefu. Sisi tunaleta walimu wengi ni kama wahamasishaji.